Bwana Yesu asifiwe, watumishi wa Mungu. Tuna kila sababu ya kumshukuru Mungu aliyetupa neema na kibali. Leo ni siku nzuri kabisa ya Jumatatu, siku rafiki ambayo Mungu ametupa. Karibuni sana kwenye ibada hii nzuri, kwenye ibada hii ya prayer team. Kumbuka tuko kwenye ibada hii, na nikuombe mtumishi wa Mungu usiache kuendelea kufuatilia mafundisho yetu. Na moja ya kitu ambacho Mungu alikizungumza na mimi nataka niseme na wewe mtumishi wa Mungu ni kwenye somo ambalo nitalitambulisha leo. Tutatembea nalo wiki nzima, na hili ni somo refu, tunaweza tukatembea nalo hata wiki 2-3. Ni somo pana sana ambalo na mimi natamani Mungu aseme na wewe, Mungu aseme nami, Mungu aseme na kila mmoja ambaye anaendelea kufuatilia mafundisho yetu. Kabla ya kutambulisha somo letu, naomba tukaombe. Naomba nipatishe maneno haya. Sema: Baba, katika jina la Yesu, ninakushukuru Bwana. Asante kwa ajili ya wema wako, asante kwa ajili ya fadhili zako. Baba, umenilinda, umenipigania usiku kucha, ni asubuhi nyingine tena. Baba, ninakushukuru kwa ajili ya wema wako, kwa ajili ya fadhili zako. Asante kwa ajili ya upendo wako. Leo ni siku nzuri ya Jumatatu. Baba, nimeuona mkono wako. Asante kwa ajili ya fadhili zako. Umenilinda mimi, umelinda familia yangu, umelinda watoto wangu, umelinda nyumba yangu, umelinda kazi ya mikono yangu. Baba, nimekuona Bwana ukinichunga usiku kucha, umelinda familia zetu, hatujapokea taarifa mbaya. Bwana, tunakushukuru. Asante kwa ajili ya nafasi hii ambayo umenipa mimi mtumishi wako. Ninasogea kwako asubuhi ya leo nikiomba toba kwa damu ya mwana kondoo. Ninaomba toba kwa ajili yangu, ninaomba toba kwa ajili ya familia yangu, kwa damu ya mwana kondoo. Damu yako Bwana, ile damu inaonena mema, ikanene mema asubuhi leo, ikanene mema majira haya, ikanene mema wakati huu, katika jina la Yesu Kristo anayeteri hai. Ninaomba toba kwa ajili ya familia, kwa ajili ya nyumba yangu. Bwana, ninaomba toba kwa ajili ya kila mmoja ambaye anaendelea kufuatilia mafundisho haya. Ninasimama kama mtumishi wako Bwana Yesu, nikiomba toba kwa ajili ya wasikilizaji hawa wanaofuatilia mafundisho yetu haya, walioko mahali hapa, hata wanaosikiliza sauti hii kokote ambako wapo. Bwana, ninatubu kwa ajili yao katika damu ya Yesu Kristo anayeteri hai. Roho Mtakatifu, karibu tufundishe, tuelekeze, tulielewe neno lako. Ni katika jina la Baba, Mwana, Roho Mtakatifu. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe sana, watumishi wa Mungu. Kama nilivyosema, nawakaribisha kwenye ibada hii nzuri ya Morning Glory na morning prayer. Tuko mahali hapa kwa ajili ya kujifunza neno, lakini pia tuko mahali hapa kwa ajili ya kufundishana, lakini zaidi kwa ajili ya kusimama kujifunza neno la Mungu. Somo ambalo tunatembea nalo ndani ya wiki hii, na Mungu atupa neema, kama nilivyosema, ni somo refu na ni somo pana, na naomba unipe sikio lako kwa uaminifu sana, ambalo utajifunza somo hili. Linasema mavazi 10 ya ulimwengu wa giza ambayo adui humvika mtu. Kuna mavazi kama 10, yako mavazi mengi, lakini haya ni mavazi 10 ambayo adui anayo kwenye ulimwengu wa roho, ambayo anawavisha watu wa Mungu ili wawe wana hizo tabia. Bwana Yesu asifiwe. Nimesema mavazi 10 ya ulimwengu wa giza ambayo adui humvika mtu kwenye ulimwengu wa roho. Bwana Yesu asifiwe sana. Nisikilize kidogo mtumishi wa Mungu, sawa na nilivyoelekeza hapa, sawa na vile ambavyo tuenda kujifunza. Yako mavazi kama 10 ambayo adui anamvalisha mtu kwenye ulimwengu wa roho. Adui ana uwezo wa kuvalisha haya mavazi, na yako mavazi mengi. Nimesema yako mavazi 10 ambayo nimeandika. Nisikilize kidogo kwa kichwa cha somo ambacho nimesema. Naomba nisikilize kidogo. Katika ulimwengu wa roho, maisha ya mwanadamu ama maisha ya muamini yanaamuliwa na kuratibishwa sawa na yanayoendelea kwenye ulimwengu wa roho. Yaani maisha ya muamini yoyote unayemuona, ama Mkristo yoyote, ama mtu yoyote wa Mungu, yanaamuriwa na yanaratibishwa kwenye ulimwengu wa roho. Bwana Yesu asifiwe. Nisikilize kidogo. Ukiangalia kwenye ulimwengu wa roho, ukitazama kwenye ulimwengu wa roho, adui ana uwezo wa kukuvalisha vazi, ana uwezo wa kukubalisha tabia, na ile tabia ambayo anakuvalisha kwenye ulimwengu wa roho inageuka inakuwa kama vazi. Nisikilize kwa makini. Nikasema katika ulimwengu wa roho, maisha ya mwanadamu hayamliwi tu kwa kile anachokifanya au anachosema, bali mara nyingi yanaamliwa sana katika kile anachovikwa katika ulimwengu wa roho. Watu wengi wanaona matokeo ya maisha yao kama vile aibu, kushindwa, kukataliwa, kupoteza fursa, lakini hawajui kwamba nyuma ya matukio hayo kuna mavazi fulani ya kiroho ambayo ulimwengu wa giza yanamvika mtu. Bwana Yesu asifiwe. Kwamba kwenye ulimwengu wa roho adui ana uwezo wa kukuvika tabia fulani, ambayo tabia ukivalishwa kwenye ulimwengu wa roho inaleta matokeo kwenye ulimwengu wa mwili.
Bwana Yesu asifiwe. Kwa ufunuo ama kwa neno ambalo nataka tulizungumze hapa, ama kwa neno ambalo nataka tujifunze, kwamba kuna watu ambao unamwona mtu ana sifa zote, ana uwezo wote, lakini kila anapoenda anakosa kibali. Kwa yako mavazi aina nyingi, na leo nataka tuliangalie vazi moja, vazi linaloitwa vazi la aibu. Vazi la aibu. Hili ndio vazi la kwanza ambalo tutaenda kuliangalia kwenye ulimwengu wa roho. Adui ana uwezo wa kuvalisha vazi la aibu kwenye ulimwengu wa roho. Bwana Yesu asifiwe. Nisikilize kidogo. Vazi la aibu katika ulimwengu wa roho, vazi la kwanza ambalo ulimwengu wa giza hupenda kumvika mtu ni vazi la aibu. Hili ni vazi ambalo linaharibu heshima ya mtu na kumfanya aishi katika hali ya fedheha, kudharauliwa na kupoteza thamani yake mbele za watu. Mtu anayebeba vazi hili mara nyingi anaweza kuwa na uwezo, kipaji au hata neema fulani ya Mungu, lakini kila anapojaribu kusimama au kuonekana mbele za watu, matukio fulani hutokea ambayo humweka katika aibu na kumdhalilisha. Yaani kwamba tunaposema adui ana uwezo wa kuvalisha vazi la aibu kwenye ulimwengu wa roho, ili vazi ukivalishwa, siku zote mtu huyu anaweza kaa na uwezo, ana ujasiri wa kufanya chochote, lakini anapoenda kufanya hilo jambo, mwisho wa siku anajikuta anaibika, anadhalilika, anadhalilishwa. Hili ni vazi la kwanza ambalo adui anamvalisha mtu kwenye ulimwengu wa roho. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma ile Zaburi ya 109 mlango wa 29, anasema hivi, na wavika aibu kama vazi na kujifunika fedheha yao kama joho. Lakini ukiangalia haya maandiko yanasema na wavika aibu kama vazi na kujifunika fedheha kama joho. Kwenye ulimwengu wa roho adui ana uwezo wa kuvalisha aibu, ni kama vazi. Ndio maana Zaburi mwandishi anazungumza haya maneno. Mtumishi wa Mungu anasema haya maneno, Daudi anasema amevika huyu mtu vazi kama nini? Kama aibu. Kwa kumbe kwenye ulimwengu wa roho aibu inawezekana ni vazi. Kwa adui ana uwezo wa kuvalisha vazi, na ndio maana tuko hapa kwa jina la Yesu. Kila vazi ng'ang'anizi ambalo limekuvalisha adui, vazi la kukataliwa, vazi la aibu, tunatamani tukalivue kwenye ulimwengu wa roho. Bwana Yesu asifiwe. Nimekwambia vazi la aibu ni roho kamili ambayo mtu anatembea nayo, na ndio maana mtu anaweza kaa na sifa zote, lakini kila anapoenda anajikuta anaibika, anaibishwa. Bwana Yesu asifiwe. Na nisikilize kidogo, nisikilize kwa makini mtumishi wa Mungu. Ukisoma pia ile Isaya 61 mlango wa 7 anasema hivi, utasoma kwa muda wako sasa, lakini moja ya vitu ambavyo nataka niseme, anasema baada ya aibu yenu mtapata maradufu, na badala ya fedheha mtafurahia sehemu yao. Anasema baada ya nini? Ya aibu yenu. Kwa kumbe kuna watu ambao wanatembea na aibu. Biblia ikisema baada ya aibu yenu, kama hakuna aibu. Kwa aibu ni vazi ambalo adui ana uwezo wa kukuvalisha kwenye ulimwengu wa roho. Bwana Yesu asifiwe. Sio kama nanielewa mtumishi wa Mungu, natamani sema maneno nasema kuanzia leo kila vazi lililovalishwa la aibu nalivua hapa. Bwana Yesu asifiwe, watumishi wa Mungu. Na ni maombi yangu kila vazi ambalo adui amekuvalisha vazi la aibu, kuaibika mwaka 2026 hautaibika kwa jina la Yesu. Sema amina. Sio kama unanielewa mtumishi wa Mungu. Ziko dalili za mavazi ya aibu. Dalili za mavazi ya aibu. Ziko dalili kama 7. Sasa mimi nitazisoma kwa haraka, lakini ukipata nafasi mtumishi wa Mungu, nimeandika hiki kitabu, unaweza kujipatia nakala yako. Ziko dalili kama 7 za vazi ya aibu. Yaani ziko dalili 7 ambazo adui anapokuvalisha vazi la aibu, viko vitu vichache ambavyo utaviona, na hizi ni dalili ambazo utagundua kwamba kumbe kwenye hizi dalili na mimi nipo kwenye ile vazi la aibu. Dalili ya kwanza ni kudhalilika mara kwa mara mbele za watu. Kudhalilika mara kwa mara mbele za nini jamani? Mbele za watu. Ili ni aibu ya kwanza, ni dalili ya kwanza. Unapoenda mahali fulani unashangaa ulikuwa umedhalilika mara kwanza, unaenda tena mara pili umedhalilika. Kwa ukiona kuna dalili ya kudhalilika mara kwa mara, ujue hii ni dalili ya vazi la aibu. Sio kama mnaelewa mtumishi wa Mungu. Ni moja ya dalili ya vazi la aibu. Ukiona unadhalilika mara kwa mara, unaenda mahali fulani unashangaa watu wanakukataa, wanakudharau. Unapoingia mahali fulani unaingia kwa shangwe, kwa furaha, lakini mwisho wa siku unaaibika. Na hii tabia inakuja mara kwa mara. Ujue hii ni vazi la nini jamani? La aibu. Ukisoma ile Zaburi ya 44 mstari wa 15 anasema fedheha yangu iko mbele yangu siku zote, na aibu ya uso wangu imenifunika. Kwa ukiona hii dalili unaiona kwako ya kudhalilika mara kwa mara, ujue hii ni fedheha, ni dalili ya kuwa nimevalishwa vazi la nini jamani? Ya aibu. Nimekwambia hiyo Zaburi ya 44 mstari wa 15 utasoma kwa muda wako. Lakini dalili ya pili, kupoteza heshima ghafla baada ya kuanza kuinuka.
Yani unainuliwa, watu wanakusapoti, watu wanakupenda, watu wanakujali, lakini ghafla unajikuta watu wanakuchukia. Kwa ukiona hiyo dalili, hii ni moja ya dalili pia ya kuvalishwa vazi la nini jamani? Vazi la aibu. Jamani, sio kama mnanielewa. Kwa kupoteza heshima ghafla, yani kwamba huyu mtu alikuwa ameinuliwa, amebarikiwa, lakini ghafla anapoteza heshima mbele ya watu. Kupoteza heshima ghafla mbele za nini jamani? Za watu. Zaburi ya 36, Zaburi ya 35 ule mstari wa 26. Utasoma kwa muda wako, lakini nisome nasema, waaibike na wafedheshwe pamoja na wanaoifurahia mabaya yangu, wavikwe aibu na fedhea wanaojitukuza juu yangu. Kwa kumbe kuna wakati unashangaa ulikuwa umeinuliwa, ghafla unaporomoka, ghafla unashuka. Unajua hiyo ni moja ya dalili ya kuvalishwa vazi la nini jamani? Vazi ya aibu. Jambo la tatu, dalili ya tatu, nimekuambia ziko 7 na mimi nitazisoma haraka haraka ili tuende na muda wetu, kwa sababu tuko nje ya muda wetu. Dalili ya tatu ni kudharauliwa bila sababu za wazi. Leo unashangaa tu ghafla watu wanaanza kukudharau. Naye huyu muone, wanaanza kukudharau. Yamkini ulikuwa unapendwa na Yesu, lakini ghafla hamna sababu yote ya msingi, lakini ghafla unaanza kudharauliwa. Watu wanakudharau. Hii ni moja ya dalili kwenye ulimwengu wa roho umevalishwa vazi la nini jamani? La aibu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Na ni maombi yangu kwa jina la Yesu Kristo, kama ishiwo kila dharau ambayo inainuka juu yako, Mungu akaiondoe kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ni dalili ya tatu. Ukisoma ile Ayubu sura ya 30 mlango wa 10, anasema wananichukia, wanasimama mbali nami, wala hawanistiri na hawanistiri na kunitemea. Yani kwamba hawa watu wanasimama mbali naye. Kwa nimekwambia dalili nyingine hiyo ya tatu, utasoma kwa muda wako, kwa sababu ya muda wangu mimi nitakusomea tu maandiko. Ayubu 30 mstari wa 10 anasema wananichukia, wanasimama mbali nami. Bwana Yesu asifiwe. Anaposema wananichukia na kusimama mbali nami, ndio maana nikasema unadharauliwa ghafla bila sababu, nakuta watu wanaanza kuchukia, wanaanza kudharau. Hiyo ni dalili ya ngapi jamani? Ni dalili ya tatu. Dalili ya 4, kazi au jitihada kuishia katika fedhea. Yaani unajituma, unapambana, kama ni kuamka asubuhi kazini unawahi mapema, unajituma, bosi wako anakuona unainuka, lakini ghafla ile jitihada yako unaishia kuonekana kufedheshwa. Kwa jitihada yako, nimesema kazi au jitihada yako kuishia katika fedhea. Yaani kwamba kupambana kote mwisho wa siku unakuja unafedheka. Hiyo ni dalili mojawapo ya roho ya kuvalishwa vazi la aibu. Yaani ukiona mtu anafanya kazi, anajituma, pale ambapo anategemea apate matokeo, anaishia kuaibika, anaishia kufedheka. Hiyo ni moja dalili, ni dalili ya tatu, ya 4 ya nini? Ya vazi la aibu. Ukisoma ile Yeremia 17 mstari wa 13, anasema Bwana, tumaini la Israeli, wote wakao na kuona aibu yangu. Utasoma kwa muda wako, kama nilivyokuambia utaisoma kwa muda wako. Lakini moja ya dalili ni nini jamani? Ni kufanya kazi kwa jitihada kubwa, lakini mwisho wa siku unaishia kwenye fedhea. Utasoma hiyo Yeremia 17 mstari wa 13. Lakini jambo la 5, kujihisi mdogo au kukosa kujiamini mbele za watu. Yaani kwamba kuna watu ambao anaenda mbele za watu anakosa ujasiri, anakuwa hajiamini tena, kujiona mdogo wakati una vitu vikubwa, unajidharau. Yaani kujiona wiki mbele za watu. Ndio maana nasema kujihisi mdogo au kukosa kujiamini mbele za watu. Ukiona kuna dalili ambayo inakujia ndani yako ya kukosa ujasiri, unajiona mdogo mbele ya watu, unakosa unajiamini, ujue ni roho ya kuvalishwa vazi la nini jamani? La aibu. Bwana Yesu asifiwe. Siko mnanielewa watumishi wa Mungu? Hiyo ni dalili ya 5. Ukisoma ile Mithali 29 mstari wa 25, utasoma kwa mlango, anasema kumcha mwanadamu huleta mtego, bali yeye amtumainie Bwana atakuwa salama. Utasoma kwa muda wako hiyo andiko, hiyo Mithali sura ya 29 mstari wa 25. Jambo la 6, kukataliwa mara kwa mara katika fursa muhimu. Yaani kwamba unaenda mbele za watu mahali ambapo unajua kuna fursa ya muhimu, au bosi wako anakuambia bana, kesho tenda kukutana na watu fulani, ghafla wanakukataa, unaahirishwa kwenye hiyo fursa, unashindwa, unaondolewa, wanaambia bana, tumekukata wewe uendi. Kwa kuahirishwa mara kwa mara katika fursa muhimu. Kwa ukiona kila mara kwa mara tatizo, jambo fulani linajitokeza, alafu unaahirishwa hilo tukio, ujue hiyo ni vazi la nini jamani? Vazi la aibu. Kwa vazi la aibu lina tabia hizo ambazo nimekuelekeza. Lakini utasoma kwa muda wako
kile kitabu cha Zaburi ya 69 mlango wa 7. Kwa ajili yako nimechukua aibu, fedhea imenifunika uso wangu. Kwamba kwenye ulimwengu wa roho adui ana uwezo wa kufunika hiyo aibu. Na dalili mojawapo kama nilivyokuambia, kukataliwa mara kwa mara katika fursa muhimu. Kwamba kuna mara unaweza kama umepata dili, watu wanakuambia nenda mahali fulani, unashangaa ghafla wanakuambia bwana uendi, imeahirishwa, au tumempeleka mtu fulani. Kwa ukiona hiyo dalili, ni roho ya aibu, ni vazi la aibu. Na jambo la mwisho ni historia ya matukio yanayovunja heshima ya kifamilia. Ni historia ya matukio yanayovunja fedhea, yanayovunja heshima kwenye nini jamani? Kwenye familia. Kwa ukiona kwenye familia yako kuna matukio kama hayo, baba yako naye alikuwa anaitwaga mali fulani, ghafla anaahirishwa, yani kwa lugha nyingine ni roho za kifamilia. Kwa dalili nyingine, ukiona kwenye familia yako, uliona baba yako alikuwa na tabia hiyo, ama hiyo tabia inaendelea kufuatilia, ujue hapo nimevalishwa vazi la nini jamani? Vazi la aibu. Na mimi nataka tuende mbele za Mungu tukaombe, tumsihi Mungu katika hizo dalili. Tumwambie Mungu, nimekuelezea hizo dalili 7. Kwa kama kuna moja ya dalili ambayo unaiona kwako, unaiona hii ni dalili kabisa, labda kila mara ninapooenda nafukuzwa, naona kuna dalili za kuna roho za kifamilia ambazo unaziona, babangu na alikuwa anakataliwaga mbele ya watu, na kama nilivyokuambia kukataliwa mara kwa mara kwenye fursa muhimu. Ukiona hiyo dalili, ujue hapo kwangu nimevalishwa vazi la nini jamani? La aibu. Lakini pia nikasema kujiona mdogo mbele ya watu, ama kukosa kujiamini, ujue ni dalili pia mojawapo ya vazi la nini jamani? Ya aibu. Lakini pia nikasema kutumia nguvu nyingi, kujituma, lakini jitihada mwisho wa siku unaonekana unafedheka, yani jitihada zako hazionekani. Hiyo ni dalili pia. Lakini pia nikasema kudharauliwa bila sababu za wazi, hiyo ni dalili ya nyingine. Lakini pia nisema kupoteza heshima ghafla mbele za watu. Unapotaka kuinuka ghafla unapoteza heshima. Kwa natamani tunapoingia kwenye maombi, mtumishi wa Mungu, tunapoingia kuomba, tumsihi Mungu. Mungu achilie upako, Mungu achilie nguvu. Kama kuna vazi la aibu livalishwa, tunataka tukalivue. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Ni maombi yangu asubuhi ya leo na majira haya, siku nzuri ya Jumatatu, tukaombe tukavue kila vazi la aibu, tukalikatae. Tumwambie shetani enough is enough, tukavue hilo vazi la aibu. Na nimekwambia vazi la aibu ni vazi baya. Unaenda mbele za watu, unashangaa watu wakiliona lile vazi kwenye ulimwengu wa roho, unashangaa unaanza kukataliwa, unaanza kuchukiwa, ulinuka ghafla, unaanza kupoteza thamani mbele za watu. Natamani tukaombe, mtumishi wa Mungu, asubuhi ya leo, na mimi naomba unifuatishe maombi haya. Tukaombe sawa sawa na vile Mungu atakavyotuelekeza. Naomba unifuatishe maneno haya. Sema: Baba, katika jina la Yesu, ninakushukuru Bwana kwa ajili ya ufunuo huu. Nimejifunza asubuhi ya leo ya kwamba kumbe kwenye ulimwengu wa roho adui ana mavazi mengi. Nimejifunza mavazi 10 ya ulimwengu wa roho ambayo adui anayatumia kumvisha mtu. Vazi la kwanza nimeliona kwamba kumbe hilo vazi ni la aibu. Adui yamkini Bwana amenivalisha vazi la aibu. Kila ninapoenda hakuna anyenipenda, hakuna anyenithamini, hakuna anyeniheshimu. Kila ninapotaka kuinuka adui ananishusha, ananiondolea, ananivisha fedhea. Kila ninapoinuka ninafedheka. Yamkini Bwana pale kazini nilikuwa naheshimika, heshima bosi wangu alikuwa ananiheshimu, lakini ghafla nimevalishwa vazi la aibu, nimefedheshwa, nimefukuzwa kazi, nikaenda mahali fulani nikafukuzwa kazi, nikaenda kwa prai nikafukuzwa kazi. Nimeziona hizo dalili. Yesu, asubuhi ya leo ninaomba toba kwa ajili ya huo mlango ambao adui ameutumia kunivalisha aibu. Ninaomba toba kwa ajili ya mavazi ya aibu, kwa damu ya mwana kondoo, kwa damu ya mwana kondoo. Kila aibu ambayo adui ulinivalisha leo, aibu kwenye mahusiano, yamkini niliaibika kwenye mahusiano yangu, aibu kwenye uchumi, aibu kwenye kazi, aibu kwenye afya, aibu kwa habari ya uzao. Kila aibu ambayo adui ulinivalisha leo naikataa kwa jina la Yesu. Naikataa hiyo aibu, naikataa hiyo aibu, naikataa hiyo aibu. Hebu nenda mbele za Bwana, mtumishi wa Mungu. Nimekuelezea hizo dalili chache, dalili kama 7 za kujua nimevalishwa vazi la aibu. Natamani tukakatae, tuvue hiyo aibu. Mwambie shetani aivue hiyo aibu. Sitaibika kwenye uchumi, sitaibika kwenye ndoa, sitaibika kwenye uzao, sitaibika kwenye huduma. Kataa hiyo vazi la aibu. Na mimi nataka nikuombee. Tukaombe mbele za Bwana. Uone tufatisha
naomba ufuatishe maneno. Sema na wewe omba na nitakuombea. Baba, katika jina la Yesu Kristo anayetenda hai, ninamleta binti huyu e Bwana, ambaye alichumbiwa, akaibika, wakamkataa, amepoteza thamani, ameaibika. Ninamleta mama huyu ambaye ameaibika kwenye hiyo ndoa, amevalishwa vazi la aibu, kila mahali anapoenda anakataliwa, anadharauriwa. Hilo vazi amevalishwa mahali ambapo anainuliwa. Wengine ni kwenye biashara zao, wanapopata mtaji wanategemea matunda ataonekana, wanategemea mtaji utainuka, ghafla anafilisika. Ninakataa hiyo aibu kwenye mtaji wake, kwenye biashara yake. Hiyo aibu ya biashara na ikataa leo, na ivunja leo. Hiyo aibu kwenye ndoa na ivunja leo. Hiyo aibu kwenye mahusiano na ivunja leo. Hiyo aibu kwenye uchumi na ivunja leo. Hiyo aibu kwenye uzao na ivunja leo kwa jina la Yesu. Na ivunja hiyo aibu, na ikataa hiyo aibu, na ibomoa hiyo aibu siku ya leo ya Jumatatu. Kila aibu waliomvalisha mwanamke huyu, waliomvalisha binti huyu, waliomvalisha baba huyu kwenye ulimwengu wa roho, mapepo na majini yaliomvalisha aibu, aibu ya kukataliwa, mizimu ya ukoo iliyowavalisha aibu wanafamilia wote, hilo vazi nalichana. Vazi la aibu nalichana. Hilo vazi la aibu nalichana leo. Hataibika tena. Hataibika kwenye ndoa, hataibika kwenye uchumi, hataibika kwenye uzao, hataibika kwenye mahusiano, hataibika kwenye kazi, kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya mwana kondoo. Hiyo aibu nalivua, hiyo aibu naifuta kwa damu ya Yesu. Hebu vua hiyo aibu. Usiache kuendelea kuomba, mtumishi wa Mungu. Endelea kuomba kila aibu ambayo adui alikuvalisha. Nami nimeomba, naamini Mungu ameiondoa. Naamini Mungu ameiondoa hiyo aibu. Ikiwezekana endelea kuomba pia, kwa sababu ya muda wetu ndio maana tunakimbia. Lakini natamani uendelee kuomba kila eneo ambalo nimegusa kwenye hayo maeneo. Kama unaona kuna dalili mojawapo, kataa, vua, waambie shetani hiyo aibu na irudisha ilikotoka, na irudisha ilikotoka, back to sender. Na vua vazi, iwe ni vazi la ukoo tulilovalishwa na kukataliwa, tulilovalishwa na kudharauliwa, tunalivua kwa jina la Yesu. Na Mungu akubariki, mtumishi wa Mungu. Usiache kuendelea kuomba haya maombi. Endelea kuomba. Kesho tena tunaendelea siku ya Jumanne kesho. Endelea kufuatisha haya maombi. Omba, unaweza kutenga muda wako asubuhi, omba na kipindi hiki cha Kwaresma. Omba asubuhi kama tulivyoomba leo, omba mchana, omba jioni. Endelea kuomba, usiache kuendelea kuomba. Lakini pia usiache kuendelea kufuatilia mafundisho yetu kwenye YouTube channel yetu ambayo inaitwa Prayer Team. Usiache kuendelea kuachilia sadaka yako pia. Naomba tuombe kwa wale ambao tunaenda kuachilia sadaka asubuhi ya leo. Twende tukaombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo anayetenda hai, wako ambao walivalishwa mavazi ya aibu, mavazi ya kuaibika, waliaibika kazini, waliaibika kwenye mahusiano, waliaibika kwenye uchumi. Tazama Bwana, ameshika sadaka zao. Kama kuna watu walichukua sadaka wakazipeleka kwenye miungu yao ili kumwaibisha binti huyu, ili kumwaibisha mama huyu, ili kumwaibisha baba huyu, sadaka hii Bwana ikamdisconnect, ikamtenge na roho ya kuaibika katika jina la Yesu Kristo anayetenda hai. Ninatamka baraka, ninatamka neema kupitia sadaka yake. Ukambariki atokapo, ukambariki aingiapo, ni katika jina la Baba, Mwana, Roho Mtakatifu. Amen. Mungu awabariki sana watumishi wa Mungu. Mungu akutunze, uwe na asubuhi njema. Na itamkia baraka asubuhi ya leo, ikawa ni asubuhi ya baraka. Ukabarikiwe kazini, ukabarikiwe kila eneo ambalo adui aliandaa aibu. Aibu haitakuwa juu yako, na baraka za Mungu zikambatane na wewe. Na Mungu akubariki, Mungu akutunze. Kesho tena asubuhi majira kama haya tutawasiliana na tutakutana kwenye ibada. Na Mungu akubariki. Na wale ambao mnahitaji maombi binafsi, namba zetu za simu zinapita hapo chini, 0744 12 26 08. Kwa maombi binafsi, unaona kabisa kuna dalili mojawapo, unaweza kutafuta tukaomba kwa pamoja. Lakini wale ambao mnaachilia sadaka zenu, achilia sadaka yako hapo na jina linakuja Festo Swege. Mungu awabariki sana watumishi wa Mungu. Mungu awalinde, Mungu awatunze. Tuwe na asubuhi njema ya baraka. Amen.